بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حمد الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا صلاة سلام كبنزي وأمة Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuamsha salama baada ya mapumziko. Kuna watu walipumzika wakiwa salama lakini hawajaamka wakiwa salama. Kuna ambao wameamka afya zikiwa ni mgogoro, huenda wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie waweze kupata matibabu na kurudi katika hali zao za kawaida. Lakini pia kuna ambao wametangulia mbele ya haki, wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamefariki na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Hao nao pia Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe madhambi yao. Wewe kurudishiwa uhai na Allah subhanahu wa ta'ala, kuamshwa na Allah, hii ni neema, na kwa neema hii kwa hakika Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunabudi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kupewa ufahamu wa kuamka, kupewa nguvu za kuamka, kupewa moyo wa kuamka, kwamba nakwenda kuiswali salatu subhi. Hii nayo pia ni neema. Wakati watu wengine wamelala, hawana hata muda wa kusema wanakwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe umeweza kuamshwa na Allah na umekuja ukaiswali salatu subhi. Hii kwa hakika ni neema kubwa sana miongoni mwa neema ambazo umeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona swala ni bora kuliko kila kitu, swala ni bora kuliko usingizi, swala ni bora kuliko majukumu na kazi zako, ukaja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni neema pia kubwa sana. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kukaa kwa kusikiliza maneno ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nayo pia ni neema kubwa sana. Yani kukaa kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukaa kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukaa kwa ajili ya kusikiliza maneno ya dini kwa ujumla. Hii ni neema kubwa sana, hasa tukiwa katika masiku matukufu, masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja. Masiku haya unapofanya khairi, malipo yake yanakuwa ni makubwa kupita maelezo. Unapofanya jambo jema, malipo yake yanakuwa ni makubwa sana.
na masiku haya yanakimbia na karibia yataisha. Muislamu natakiwa kujitahidi kwa hakika kuyafanya yaliyokuwa mema, kuyafanya yaliyokuwa mazuri. Kama tulivyokumbushana jana, miongoni mwa mambo ya kuyafanya ni Muislamu kuweza kuyafunga masiku haya. Ukaweza kufunga siku zako 2-3, utapata malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Muislamu ni kuibana nafsi. Nafsi huwa haipendi kufanya ya kheri, inakuwaga ni nzito kufanya mambo ya kheri. Ni wewe kuibana na kuilazimisha nafsi yako kwamba haya masiku machache yaliyobakia natakiwa nifunge kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yatakuwa yamebakia leo siku ya Jumatatu na Jumanne na Jumatano na Alhamisi, ambayo ndio ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ambayo tulisema kufunga siku ya Arafa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako ya miaka miwili. Kwa hakika funga kama hii sio ya kuacha, na funga kama hii sio ya kuzembea. Muislamu unatakiwa ujiandae kuifunga siku hiyo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia hata na masiku haya mengine tuyafunge, lakini vile vile tulete takbira kwa wingi, vile vile tulete dhikri kwa wingi, tumtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Alimuhimu ni kwamba Muislamu anatakiwa awe busy ndani ya masiku haya yaliyobakia machache ya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Muislamu unatakiwa uwe busy, unaisoma Qur'ani, unaleta dhikri, unaleta takbira, yani unapambana na kuleta na kufanya yaliyokuwa mazuri, kwa sababu hatuna uhakika wa kukutwa na masiku mengine katika mwaka ujao. Hatuna uhakika huo. Anayefahamu kwamba tutakutwa na masiku hayo ya mwakani au hatutokutwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi Allah akikupa wasaa, ni mzima wa afya, una nguvu, masiku haya pambana katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri, ikiwepo kuswali swala za jamaa kwa wakati wake, ikiwepo kujitolea kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimuhimu ni kwamba Muislamu fanya kheri ndani ya masiku haya machache yaliyobakia. Faida yake ni kubwa, na utakwenda kushangaa malipo na thawabu ambayo utazikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tunaendelea kusoma kitabu Al-Fiqhul Muyassar, na jana tulianza mlango wa funga na tukaishia katika al-mas'alatu thalitha. Leo tutaanza al-mas'alatu rabi'a. Mas'ala ya 4 nayo yanasema fadlu siyami shahri ramadhana, ubora wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Wal hikmatu min mashru'iyyati sawmihi, na hikma ya kuwekwa sheria ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Kuna hikma gani? Kuna faida gani? Awalan fadluhu, fadhila na ubora wa kufunga mwezi wa Ramadhani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah, radhi za Allah ziwe juu yake, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, yeyote atakayesimama usiku wa lailatul qadr akiwa na imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akiwa anatarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man swama ramadhana, na yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaban, hali ya kuwa ana imani lakini pia anatarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na hiyo funga yake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo hii hadithi inatueleza ubora na faida za mtu kufunga mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa faida zake ni mtu kusamehewa madhambi yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala, madhambi yaliyotangulia. Wa anhu, na kutoka kwa Abu Huraira pia radhiyallahu anhu, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qal, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema as-salawatul khamsu, swala tano, wal jum'atu ila al-jum'ah,
na Ijumaa mpaka Ijumaa, wa Ramadhanu ila Ramadhana, na Ramadhani mpaka Ramadhani, mukaffiratun lima bainahunna, ni kifuto cha madhambi yaliyoko katikati yake, idha tunibatil kabairu, pindi mtu atakapojiepusha na madhambi makubwa. Rawahu Muslim. Hadithi hii vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha kwamba swala tano, yani mtu anaposwali hivi sasa ameswali salatu subhi, alafu hapa katikati kuna makosa akawa ameyafanya, makosa madogo madogo, akija kuiswali salatu dhuhuri, haya makosa yaliyofanyika hapa katikati kati ya swala ya subhi na swala ya adhuhuri, yale makosa yanafutwa. Lakini vile vile mtu anapokuwa ameswali adhuhuri, hapa katikati kuna makosa akayafanya na kuja kuswali swala ya alasiri, yale makosa yanafutwa na ile swala ya alasiri. Hivyo hivyo, kwa swala mpaka swala inafanya kazi ya kufuta madhambi yaliyopo katikati yake hapo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja akiwa amekaa na masahaba zake akawaambia, araaitum law anna naharan bibabi ahadikum, mnaonaje lau mto wa maji ukawa unapita katika mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu minhu 5 marrat, na akawa anaoga mara 5 kwenye hayo maji, yani maji yanapita katika mlango wake, na yale maji hakuyacha yakawa ni yenye kupita tu, akawa anayatumia kuoga, anajisafisha kwa siku anaoga mara 5. Mtume anawauliza maswahaba, anawaambia, hal yabqa min daranihi shay'un, je kuna uchafu utakaobakia kwa mtu huyu? Mtu ambaye anaoga mara 5 kwa siku, kuna uchafu utakaobakia katika kiwiliwili cha huyu mtu? Qalu, maswahaba wakasema, la yabqa min daranihi shay'un, hakuna uchafu wowote utakaobakia kwa mtu huyu. Mtu anayeoga mara 5 kwa siku, mtu huyu atakuwa ni msafi mno, hakuna uchafu utakaobakia katika mwili wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhalika mathalu salawati al-5, huo ni mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataaya, Allah hufuta kwa kupitia swala 5 hizo, hufuta makosa ya mtu, hufuta madhambi ya mtu. Mtu anapokuwa amekosea, anaposwali swala, yale makosa yake yanafutwa na anabaki kuwa ni msafi. Kwa hiyo as-salawatul 5, swala 5, wal jum'atu ila al-jum'a, na Ijumaa mpaka Ijumaa. Kama kuna makosa ambayo hayakufutwa na swala hizi, swala 5 hayakufutwa, mtu akaja akaswali Ijumaa, basi yale makosa ya wiki nzima yanafutwa na ile Ijumaa. Akija kuswali Ijumaa nyingine vile vile, makosa yaliyofanyika hapa katikati ya wiki yanafutiliwa mbali. Lakini kama kuna makosa ambayo hayakufutwa na swala 5, hayakufutwa na Ijumaa mpaka Ijumaa, mtu anapojaliwa akafika katika mwezi wa Ramadhani, makosa yake yote ya mwaka mzima yanafutwa na mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, Ramadhani mpaka Ramadhani inafuta makosa ya mtu na madhambi ya mtu. Hiyo ni miongoni mwa faida za sisi kuletewa kufunga mwezi wa Ramadhani. Thania, jambo la pili, alhikmatu min mashru'iyyati sawmihi, sheria ya kufunga, hikma ya sheria ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Kuna hikma gani? Shara Allah subhanahu wa ta'ala as-sawma, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya funga ya mwezi wa Ramadhani, lihikamin adidatin, kwa hikma nyingi, wa fawaida kathira, na kwa faida nyingi. Famin dhalika, miongoni mwa hikma hizo na faida hizo, ya kwanza kabisa, tazkiyatun nafsi, ni kuitakasa nafsi, wa tathiruha, na kuitaharisha, wa tanqiyatuha, na kuisafisha, min al-akhlaqi ar-radi'a, na mambo mabaya aliyoyafanya, wal akhlaqi ar-radhila, na tabia chafu chafu. Lianna as-sawma, kwa sababu funga, yudayyiqu majari ash-shaytani, huwa inayabana mapito ya shaitani.
fi badani al-insani, katika mwili wa mwanadamu. Mtu anapokuwa amefunga, miongoni mwa faida yake, kwanza anaitakasa nafsi yake, nafsi inabakia kuwa ni safi. Lakini vile vile zile tabia mbaya zinaondoka. Unapomgusa na kwambia bwana, mimi nimefunga bwana, hata yale matusi mabaya ambayo alikuwa akiyatukana hatukani tena, ule ukorofi wake ambao alikuwa nao hana tena. Anapokosewa anasema wewe nisingekuwa nimefunga wewe. Kwa hiyo funga inamzuilia yeye kuyafanya yale ambayo si mazuri, yale ambayo ni mabaya. Lakini pia funga yabana yale mapito ya sheitani katika mwili wa mwanadamu. Sheitani huwa anapita katika mwili wa mwanadamu, anapita yale mapito ya damu. Mtu anapokuwa amefunga, basi yale mapito yanakuwa yanabanwa mpaka sheitani anakuwa hana nguvu. Na ndio maana mashaitani katika mwezi wa Ramadhani, wale ambao ni madhaifu hawafungagi minyororo, wale hata anapokuwepo katika mwili wa mwanadamu anakuwa hana nguvu ya kuweza kumsumbua, anakuwa hana nguvu ya kuweza kumtesa, kwa sababu amebanwa na ile funga. Hii ni miongoni mwa faida ya mtu kufunga. Miongoni mwa hikma na faida za kufunga, fi sawmi tazhidu fi dunya. Funga inamfanya Muislamu kuipa nyongo dunia, wa shahawatiha, na matamanio yake, wa targhibu fil akhirah, na mtu kuwa anapenda akhira, wa naimiha, na neema zake. Mtu anapenda akhira na kupenda neema zake. Anapokuwa amefunga, anaipa nyongo dunia, hana muda wa kupambana na dunia, na hata yale matamanio ya duniani vile vile anakuwa hana muda nayo, lakini yeye anakuwa anapendelea tu kuipata akhira na neema zake. Miongoni mwa faida za funga na hikma zake, as-sawmu yab'athu 'ala al-'atfi 'ala al-masakin. Funga inapelekea kuwafanyia huruma na kuwaonea huruma maskini, washuuri bialamihim, na kuhisi yale maumivu ya njaa, yanayowapata. Na wewe unapokuwa umefunga unahisi yale maumivu. Kumbe mtu unapokuwa haujala, kumbe unakuwa hivi. Mchana kutwa kama haujala, kumbe unaumia kiasi hiki. Itapelekea sasa wale wenye uwezo kuwafanyia upole maskini na mafukara. Lianna swaima, kwa sababu mfungaji, yadhuku alama aljui wal atashi, anaonja machungu ya njaa na kiu. Ila ghairi dhalika min alhikami albaligha, na yasiyokuwa hayo miongoni mwa hikma za juu, wal fawaid aladida, na faida zilizokuwa nyingi. Almas'alatu alkhamisa, mas'ala ya 5, shurutu wujubi siyami ramadhana, masharti ya kuwajibika kufunga mwezi wa Ramadhani. Yajibu siyamu ramadhana, ni wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani, ala man tawafarati fihi shurutu taliya, kwa yule ambaye atakamilisha masharti yafuatayo. Al-awwal, sharti ya kwanza, al-islamu, anayefunga anatakiwa awe ni Muislamu. Fala yajibu wala yasihu siyam, si wajibu kufunga na wala haitoswihi funga, minal kafiri, kwa mtu ambaye ni kafiri. Lianna siyama ibadatun, kwa sababu funga ni ibada, wal ibadatu la tasihu minal kafiri, na ibada haifai na wala haisii kwa mtu ambaye ni kafiri. Fa idha aslama, atakaposilimu, la yalzamu biqada'i ma fatahu, si lazima kulipa Ramadhani zilizompita. Leo ni watu wangapi ambao wamekufuru na wao hawajui? Tuliwahi kuelezea mambo ambayo yanampelekea Muislamu kukufuru, yanamtoa Muislamu katika dini, na Waislamu wengi wanayafanya mambo hayo, lakini bado anabakia tu anajiona kwamba yeye ni Muislamu. Tulisema miongoni mwa mambo ambayo yanamtoa mtu katika dini ni ushirikina.
Leo ni washirikina wangapi ambao wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, wanakwenda kwa wachawi, wanakwenda kwenye sehemu mbalimbali ambako anashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wengi wanakwenda kwa waganga wa kienyeji ambao ni washirikina. Kwa mtu anakwenda kule kutokana na matatizo aliyompata, kutokana na misukosuko aliyoipata, anakwenda kwa mganga wa kienyeji kwa sababu ya kwenda kutafuta kurekebishiwa mambo yake ambayo yeye anayaona yameharibika. Watu wengi wanafanya namna hiyo, lakini mtu anaendelea kuitwa Juma, anaendelea kuitwa Rajabu, anajiona yeye ni Muislamu na anaingia msikitini anaswali, kumbe ameshatoka katika Uislamu siku nyingi kwa sababu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, ili funga ya mtu iweze kukubalika ni mtu awe ni Muislamu. Asiyekuwa Muislamu funga yake haitokubaliwa. Kwa kuna wengi miongoni mwa Waislamu wanafunga lakini wameshatoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wao hawajijui na funga zao hazitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, sharti ya pili, albulughu, ni mtu kubale. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh, si wajibu kufunga kwa mtoto ambaye hajabale, kwa mtoto ambaye hajafikia hadda taklifi, hajafikia ule umri wa kulazimishwa kufanya mambo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume aliposema rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu. Watu watatu kalamu haiandiki jema wala haiandiki baya. Fadhakara minhum as-sabi, katika hadithi hiyo mtume akataja miongoni mwa watu hao ambao kalamu imesimama haiandiki ni mtoto mdogo, hata yahtalima, mpaka atakapo bale. Walakinahu yasihu siyamu, lakini akifunga funga yake itakuwa ni sahihi min ghairi albalighi, kwa mtu ambaye hajafikia balaghe, la usama, kama atafunga. Idha kana mumayyizan, atapokuwa amefikia umri wa mumayyiz, umri wa utambuzi, anajua funga natakiwa kufunga na jambo fulani nikilifanya litaharibu funga yangu. Mtoto ni mumayyiz, anatambua vitu. Wayambaghi liwaliyi amrihi, na yatakikana kwa mzazi wake ayamurahu bisiyami, amwamrishe kufunga, liya'tadahu wa ya'lafahu, ili aweze kuzoea funga na kuipenda funga. Lakini ukamwacha mtoto mpaka amekuwa likubwa, mtoto kuanzia darasa la ngapi hapo hafungi, ameingia mpaka form 1, amemaliza mpaka form 4, mtoto mkubwa lakini haambiwi afunge, baadaye ukija kumwambia kufunga wala hataweza kabisa na atachukia ibada hiyo ya funga. Kwa hiyo ni vizuri kwanza kumzoesha mtoto anapokuwa amefikia umri wa utambuzi, anatambua jema na baya, basi anza kumzoesha mambo ya kheri, mzoeshe kumpeleka msikitini, mzoeshe kufunga. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema murru auladakum bisalati wa hum 7 sinina, waamrisheni watoto wenu kuanza kuswali wanapofikia umri wa miaka 7. Watoto wanapofikia umri wa miaka 7 unatakiwa utoke nao waje msikitini, waamshe kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto kama ni wa kiume usiwaache nyumbani wamelala, waamshe na wao pia waje kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazoea hivyo, lakini leo mara nyingi Muislamu anaacha watoto wake wamelala, yeye anakwenda msikitini kuswali, lakini watoto wamelala. Huu sio utaratibu na sio mafunzo aliyoyafunza Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kisha akasema wadhribuhum alaiha, wachapeni wanapoacha kuswali swala, wahum abna'u 10 sinina, wanapokuwa wamefikisha umri wa miaka 10. Akifikisha umri wa miaka 10 hataki kuswali, achapwe, atiwe adabu, akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata na kwenye ibada zingine vile vile unatakiwa uanze kumzoesha mtoto, kama ni swala, kama ni funga, anza kumzoesha mapema ili aweze kuzoea ibada hizo. Thalitha al-aqlu, sharti ya 3 ni akili. Mtu anayefunga anatakiwa awe na akili timamu. Fala yajibu siyam ala al-majnuni, si wajibu kufunga kwa mwenda wazimu, kichaa, wal ma'tuh,
na kichaa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume, hadithi ambayo tumeipitia hapo juu, rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu haiandiki kwa watu watatu. Fadhakara minhum almajnun, mtume akataja miongoni mwa hao watu watatu ni majnuni, ni mwenda wazimu, kichaa, chizi, hata yafiqa, mpaka atakapopata akili. Kama Allah atamjalia akarudi kwenye hali yake ya kawaida, basi ataanza tena kufunga. Muda wa kuwa ni majnuni, hajielewi, ni kichaa, si lazima kwake yeye kufunga, kwa sababu kalamu imesimama, haandikiwi jema wala baya. Rabi'an, 4, as-sihha, mtu awe ni mzima. Faman kana maridan, yule ambaye ni mgonjwa, la yutiqu siyama, hawezi kufunga, lam yajibu alayhi, si wajibu kwake yeye kufunga. Wa insama sahha siyamuhu, na ikiwa atafunga, funga yake itakuwa ni sahihi. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, waman kana maridan, na yule atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, atarudishia kufunga masiku aliyoyafungua katika masiku mengine. Kwa kama ni maradhi madogo, maradhi hafifu, mtu ana mafua, anakohoa, anaweza kufunga pamoja na vihoma ambavyo anavyo, anaweza kufunga. Akifunga, funga yake itakuwa ni sahihi. Lakini kama itakuwa ni magonjwa ambayo akifunga maradhi yanazidi, anatakiwa afungue. Fa inzala almaradhu, maradhi yakimalizika, akipona, wajaba alayhi qada'u ma aftarahu, ni wajibu kuyalipa yale masiku aliyoyafungua, min ayamin, miongoni mwa masiku. Khamisa, mtu sharti ya 5, al-iqamatu, anayefunga anatakiwa ni mtu ambaye si msafiri, yuko mjini. Fala yajibu sawmu ala al-musafiri, si wajibu kufunga kwa msafiri. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, waman kana maridan, na atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, arudishie funga katika masiku mengine. Falau sama al-musafiru, kama atafunga msafiri, sahha siyamuhu, funga yake itakuwa ni sahihi. Wayajibu alayhi qada'u, na ni wajibu juu yake kulipa, ma aftarahu fi safari, masiku aliyoyafungua akiwa safarini. Kama safari haimpi shida, kama safari za hivi sasa, mtu anatoka hapa Arusha anakwenda Dar, amepanda ndege, ndani ya dakika 45 yuko Dar es Salaam, safari nyepesi kabisa, anafunga. Au hata gari, mtu ameondoka saa 12 hapa, anakwenda Dar es Salaam, mpaka saa 11 atakuwa tayari ameshafika Dar. Safari nyepesi, amekaa tu kwenye gari, hakuna uzito, anafunga. Kwa hiyo mtu atafungua kama itakuwa funga inampa shida katika safari yake. Sadisa, sharti ya 6 na ya mwisho, al-khuluwu min al-haidhi wan-nifas, ni mwanamke kuwa hayuko katika ada yake ya mwezi, wala hana damu ya uzazi. Falhaidhu wan-nufasa, mwenye hedhi, mwanamke ambaye yuko katika ada yake ya mwezi, na mwanamke ambaye ana damu ya uzazi, la yajibu alayhima siyamu, si wajibu kwa wao funga, bal yahrumu alayhima, bali ni haramu kufunga. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama, alaysa idha hadati, hivi si mwanamke anapokuwa yuko katika eda yake, lam tusalli, haswali, walam tasum, na hafungi. Mtume alipokuwa anawaeleza masahaba kwamba mwanamke ana mapungufu, watu wakashangaa kwamba mwanamke ana mapungufu kivipi? Mtume akamwambia hivi, amuoni kwamba mwanamke anapokuwa katika siku zake, anapokuwa yuko katika ada yake ya mwezi, hafungi wala haswali? Ndio akasema fadhalika min nuqsani diniha, hayo ndio mapungufu ya dini yake. Wayajibu alqada'u alayhima, na ni wajibu kulipa masiku hayo kwa hao wanawake wa aina mbili, mwanamke ambaye alikuwa kwenye ada yake ya mwezi na mwanamke ambaye alipata damu ya uzazi.
liqawli Aisha radhiyallahu anha, kwa kauli ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, anasema kana yusibuna dhalika, tulikuwa sisi tukipatwa na damu ya mwezi, tulikuwa sisi tukipatwa na damu ya hedhi, fanu'maru biqada'i sawmi, tukawa tunaamrishwa kulipa funga. Mwanamke anapokuwa yuko katika siku zake hafungi, lakini anaamrishwa kulipa funga masiku ambayo aliyafungua. Wala nu'maru biqada'i swala, na wala hatuamrishwi kulipa swala. Hii ni miongoni mwa huruma ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke angeambiwa alipe swala, wallahi ingekuwa ni mtihani mzito, kwa sababu swala ni mara 5 kwa siku. Kama hajaswali siku 5, ina maana hapo anapiga 5 mara 5, aswali swala 25. Ni ngumu, anateseka, anapata shida. Kwa hiyo sheria ikamuondoshia kwamba anapokuwa yuko kwenye ada ya mwezi hafungi, haswali, lakini funga atalipa, lakini swala hatolipa. Funga ni nyepesi, kama ni siku 5 atalipa siku 5, hapo chapu zimeisha, lakini swala akiambiwa alipe ni nyingi kupita maelezo. Ndugu zangu katika imani, haya tunayaeleza na yalishaelezwa katika mwezi wa Ramadhani, lakini pia kwa kuwa yako kwenye mtiririko wa kitabu tunaenda nayo hivyo hivyo, lakini pia yana faida watu kujikumbusha mambo kama haya. Lakini vile vile miongoni mwa faida yake, inapokuwa imekaribia hata Ramadhani, mtu anaweza akaanza kujikumbusha mambo haya kwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kama tunavyosema, haya tunayoyazungumza tunayaweka kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo mtu anaweza akayafuatilia baadaye akaendelea kujifunza. Kwa hiyo yanaendelea kubakia huko. Inapokaribia Ramadhani, mtu anaweza akawa anasikiliza zile durusi zinazohusiana na mwezi wa Ramadhani, ili ifikie mahala sasa Ramadhani inapofika anafahamu mengi kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.